wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama chetu cha Mapinduzi. Viongozi wote mlioko meza kuu, natambua uwepo wenu, naomba itifaki izingatiwe kutokana na muda. Ninayo heshima mbele yenu na mbele za Mwenyezi Mungu kupata nafasi ya kusimama leo na kushuhudia kazi njema iliyofanywa na Daktari Samia kwa miaka yake minne. Mheshimiwa mgombea wetu, namshukuru sana Mungu kwa kukulinda, kutunza afya yako katika kipindi chote cha kampeni, kwa kazi njema uliyoifanya katika nchi yetu ya Tanzania, ukizunguka kukutana na wananchi wa vyama mbalimbali, wakiwepo na wana CCM na wasiokuwa na chama, ukiwaeleza uwezo wako na umahiri wako wa kuwaletea maendeleo kwa miaka mingine mitano. Mheshimiwa mgombea, niko hapa leo kwenye viwanja vya Mwanza nikishuhudia kazi yako njema uliyoifanya na uaminifu wako kwa taifa letu. Na kwa kweli Mtanzania yeyote yule anayependa amani, anayependa matokeo, atakuwa pamoja na mimi nitakapoenda kupita kwenye baadhi ya maeneo kumuonyesha kazi njema iliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mgombea wetu, nimegawa makundi matano. Nafahamu muda ni mchache, lakini nitajitahidi kuhakikisha kwamba angalau unagusa kila eneo. Moja ni maendeleo ya watu au ni huduma za watu. Kiongozi yoyote, eneo mojawapo la kuangalia ni hali za watu wake, kutoka kwenye mazingira aliyowakuta na kula alikowafikisha, ili wapate matumaini ya kumchagua tena, wakijua miaka mitano anawapeleka wapi. Nimetazama sekta ya afya, ambayo ni sekta muhimu sana katika taifa letu. Kwa kweli umefanya mapinduzi makubwa. Nikiangalia tu, nyinyi wa Tanzania mnakumbuka, tulikuwa na usumbufu mkubwa wa watu kupata huduma za upasuaji. Ametutoa kwenye vyumba vya upasuaji 388, ametupeleka kwenye 577. Lakini vile kama itoshi, watoto waliozaliwa kwenye mazingira magumu, watoto wenye changamoto ya upumuaji, walikuwa na vyumba vyao vya upasuaji 80. Daktari Samia ameongeza 362, ikiwa ni sehemu ya kuokoa maisha ya watoto hawa. Ndugu zangu, amefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya. Sio kwenye majengo tu, halmashauri amejenga zaidi ya hospitali za halmashauri 146 na vituo vya afya ambavyo havina idadi, ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata huduma ya afya ilivyo bora. Sasa ngoja niwape matokeo. Uwekezaji wote huu wa majenzi ya majengo, wa ununuzi wa vifaa, uwekaji wa wafanyakazi wengi, na kuhakikisha wanapatikana mpaka watu wa afya katika ngazi ya kata, umetupa matokeo makubwa. Moja ya matokeo natamani kuyasema leo hapa Mwanza, amewezesha kwenye kila vizazi 100 walikuwa wanapotea wakina mama 556. Chini ya Daktari Samia, kwa kazi nzuri ya uwekezaji, ameweza kushusha idadi 80% mpaka watu 104. Haijawahi kutokea kwenye historia, na ndio maana hata dunia inamtambua Daktari Samia kwa uaminifu wake na kazi kubwa. Mheshimiwa mgombea, nilikuwa natamani nipige tu kwenye hesabu za kawaida, sababu sisi watoto wako tunapenda hesabu. Na nilisema siku moja, mtu yoyote anayeongoza kubisha, kama hajui hesabu, ni mara 10 awe ni mlaji wa chipsi na kalale. Mfano, kama kila vizazi 100 walikuwa wanapotea wakina mama 556, chini ya uongozi wako umeshusha 80%, wamebaki 104. Na ndoto yako ni kuhakikisha kuna mwanamama hata mmoja anakufa. Na ukuishia hapo tu, wakina mama waliokuwa wanapata matatizo ya kusafiri umbali mrefu wakiwa wajawazito wanakufa njiani, ukaja na ubunifu wa M-Mama. Mwanamama anapiga simu, usafiri unamfuata, uwe ni wa bajaji, uwe ni wa gari, ili kuhakikisha na waisha hospitalini. Zaidi ya kina mama 135 umewaokoa mauti kwa mapenzi yako makubwa na ubunifu wako mkubwa uliofanya kwa taifa letu. Ukichukua ratio ya watu 100, na wataalamu wa afya wanasema kwa mwaka tuna wakina mama wanaokwenda kujifungua kati ya 2.3 mpaka 2.4 milioni. Ukipiga mahesabu kwa mwaka, Daktari Samia
ameokoa kina mama zaidi ya 10,804 kupoteza maisha yao kwa uwekezaji na ubunifu wake kwa mapenzi makubwa alionao kwa taifa lake. Nimalizie kwenye sekta ya afya, mheshimiwa mgombea wetu. Kwa takwimu tulizokuwa nazo, PET scan kwenye nchi za Afrika Mashariki, nchi 8, Tanzania chini ya uongozi wako ulitoa bilioni 18.5 kununua mashine hii kwa malengo ya kupima kansa katika kipindi ambacho mwanadamu yoyote hajapata kujua ya kwamba ana dalili ya kansa kwenye mwili wake. Na kanda yetu ya Ziwa, mheshimiwa, kwa takwimu inaongoza kwa kina mama na kina baba kuwa na magonjwa ya kansa, lakini umeleta mashine hii kwa Afrika nzima, nchi 54. Tanzania ni nchi mojawapo kati ya nchi 9. Kwa Afrika Mashariki ni nchi mojawapo kati ya nchi 2. Kwa jumuiya ya SADC kati ya nchi 34, Tanzania ni nchi ya 3. Hebu makofi mengi kwa Daktari Samia kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa, kwenye maji yamefanywa mambo mengi na Watanzania wanajua. Sasa hivi mjini wana uhakika kupata maji 91.6%. Vijijini ndo wana 83%, lakini chini ya uongozi wako ndoto yako ni kuhakikisha kwamba hakuna mwanamama anateseka kuyatafuta maji. Hongera nyingi sana Daktari Samia kwa kutekeleza kwa vitendo dhamira yako ya kumtua ndoo mama kichwani. Mheshimiwa, kwenye upande wa sekta elimu umefanya mambo makubwa. Chini ya uongozi wako umetujengea shule za msingi, shule za msingi, yani shule moemo, shule za msingi 2783, lakini sekondari, shule za sekondari zaidi ya shule 1366. Makofi mengi sana kwa Daktari Samia. Umeongeza bajeti kutoka kwenye bilioni 627 mpaka trilioni 1.366. Kazi yako ni njema na Watanzania wanaiona. Mheshimiwa, kwenye kilimo, uvuvi umefanya kazi kubwa sana, na mimi ningependa kujikita tu kwenye matokeo. Kazi ya kwanza, bajeti yetu ilikuwa ni bilioni 294, umeitoa kwenda kwenye trilioni 1.22, na haya matokeo yake ndio maana tunaona kilimo cha umwagiliaji kimeongezeka kwa kasi, na Tanzania inao chakula cha kutosha. Wakulima wamepata pembejeo, umeweka fedha ya kutosha kwenye benki yetu ya kilimo kutoka kwenye bilioni 60 mpaka bilioni 444. Nani kama Samia? Na leo vyama vya ushirika wanaendelea kukopa kwenye kahawa na kwenye pamba, na kazi inaendelea. Mheshimiwa, kwenye swala la sekta ya uvuvi, kazi kubwa umeifanya hapa kwenye mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa. Ni mashahidi ya kwamba leo hii tunao uvuvi wa kisasa, wanatumia boti za kisasa, na benki yako imeipa maelekezo wanakopa wavuvi bila kulipa riba na kupata vifaa vya kisasa kuhakikisha kwamba Tanzania yetu napiga hatua. Mheshimiwa, nikienda kwenye swala la ufugaji, huko ndo siseme. Wafugaji mpo? Wafugaji mpo? Niwaambie matokeo ya kazi ya Daktari Samia kwenye ufugaji. Mheshimiwa, kazi yako imetukuka. Taifa letu tuna mifugo mingi, lakini tulikuwa tumekosa sifa ya kuuza nyama yetu nje ya nchi. Umelitazama ukaja na kampeni ya chanjo kuhakikisha angalau ng'ombe zetu, mbuzi zetu, kondoo wetu wanapata afya njema. Kazi hiyo umeifanya kikamilifu Daktari Samia, na umewezesha kutenga zaidi ya bilioni 216 ili wafugaji hawa ng'ombe zao zipate chanjo. Na kuishia hapo, umejenga yale mabwawa ya kuhakikisha wanaenda kuwaosha ng'ombe zao, zaidi ya mabao mapya 754. Matokeo tuliyopata sasa hivi, takwimu zinaonyesha tumetoka kuuza nyama nje ya nchi kutoka tani 1.7 kwenda tani 14,906. Makofi mengi sana kwa Daktari Samia. Mheshimiwa, naomba nimalizie. Wewe tunakutambua kama injinia wa uchumi. Umefanya mambo makubwa, na kwa sababu muda utoshi nashindwa kuelezea yote, lakini Watanzania ni mashahidi. Naomba nitamke maeneo zaidi ya 6 ambayo Daktari Samia ameyapa kipaumbele kama sehemu ya uchochezi wa uchumi wa taifa letu. La kwanza ni eneo la TANROADS. Watu mnafahamu zaidi ya 61%
ya watu wanaishi vijijini, na zaidi ya 80% tunatumia barabara kama uti wa mgongo wa uchumi, na zaidi ya 95% ya mizigo yote inasafiri kwa njia ya barabara. Daktari Samia amefanya mambo makubwa. TANROADS na mtandao wa barabara katika nchi nzima zaidi ya kilomita 37,435. Daktari Samia hapa tunavyoongea miaka yake 4 ameshagonga kilomita 1,599 zilizokamilika. Kilomita zaidi ya 2,500 ziko kwenye ujenzi wa aina tofauti tofauti. Kilomita zaidi ya 4,747 ziko kwenye hatua ya upembuzi yakinifu, na zaidi ya kilomita 5,626 ziko kwenye manunuzi, ikiwa sehemu ya miradi mipya kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Jamani, nyinyi ni mashahidi. Mnaona daraja kubwa kuliko madaraja yote liko hapa Kigongo Busisi, alimaarufu kama daraja JPM. Mkienda pale kwa mzee wangu Mzee Jakaya, mnafahamu changamoto ilikuwa pale Wami, Daktari Samia ameshakamilisha. Ukienda mpaka Mpanda utakuta zaidi ya urefu wa kilomita 356 amejenga kwa lami. Nani kama Samia? TARURA mnajua kazi nzuri inafanyika, zaidi ya mtandao wa kilomita 144,000 za barabara. Daktari Samia anataka hakikishe na zenyewe zinapitika. Lakini pia upande wa SGR, mheshimiwa, juzi ilitokea ajali kutoka pale Dar es Salaam kwenda Morogoro. Wasiotakia mema nchi waliumizwa na mambo makubwa mawili. Cha kwanza, waliumia eti hakuna mtu aliyekufa kwenye ile ajali. Cha pili, waliumia eti umetumia masaa 2 kurudisha ile reli na treni kufanya kazi ya kuwasafisha wananchi kuwapeleka Dodoma. Naomba niwahakikishie, kwa kuwa Mungu ndo aliyemketisha kwenye kiti hiki Daktari Samia, Mungu ataendelea kuilinda Tanzania na Tanzania haitaingia kwenye machafuko kama wanavyofikiria. Mheshimiwa, amefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya bandari. Nimeshasema takwimu za bandari. Mwanzoni tulikuwa tunapokea mzigo tani milioni 18 kabla uwekezaji hujafanya. Lakini bandari ya Dar es Salaam sasa hivi tumetoka kwenye tani milioni 18 tumeenda mpaka tani milioni 27. Upande wa Mtwara tumetoka kwenye tani 590,000 tumeenda mpaka kwenye tani milioni 2.5. Lakini upande wa ndugu zangu pale Tanga tumetoka kwenye tani 800,000 sasa hivi kwenye tani milioni 1.3. Haya yanatupa matokeo gani? Mheshimiwa, leo bandari yetu ya Dar es Salaam na bandari zingine tuna mzigo wa tani milioni 32, na kwa mwezi tuna meli 100 zinatia nanga, na meli moja inabeba mzigo wa tani 50,000. Ukipiga mahesabu, malori mengi yanayofanya kazi, mnyororo wa ajira umeutengeneza. Lakini kupitia jambo hili sasa unatujengea. Ndugu zangu wa Msoma wanasikia, na umeshawaambia unajenga reli ya kutoka Tanga kwenda mpaka Msoma. Wewe huyu kwa mapenzi yako makubwa unajenga reli ya kutoka Ruvuma mpaka Mtwara. Wewe kwa mapenzi yako mkubwa unatujengea bandari kavu iliyoko sasa hivi Isaka. Unajenga bandari kavu Dodoma, unajenga bandari kavu Tunduma, na umeshakamilisha bandari kavu pale Kwala. Leo Kwala makontena ya 20 feet zaidi ya 350,000 yanakaa sehemu moja, na pale Kurasini unamaliza mwakani zaidi ya makontena 700,000 yanakaa. Jamani, nani kama Daktari Samia? Mheshimiwa, nisiposema swala la umeme takuwa si kutendea haki. Na nilikuwa nawaza Watanzania tusisahau mapema. Tanzania hii chini ya Daktari Samia ameingiza kwenye rekodi ya kwanza ya kuwa nchi bora yenye umeme wa uhakika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Hakuna nchi inayofikia Tanzania chini ya Daktari Samia. Leo ukichukua umeme wa Kenya, ukachukua umeme wa Rwanda, ukachukua umeme wa Malawi, ukijumuisha bado hawafikii umeme unaozalishwa katika taifa letu la Tanzania. Ndugu zangu wa vinyozi, ndugu zangu wanaofanya biashara ya bucha, ndugu zangu wenye hoteli, ndugu zangu wenye viwanda, kila anayetumia umeme, na kuomba chonde chonde tumpe tena miaka 5 Daktari Samia ili aendeleze kazi ya maendeleo ya taifa letu. Kwa kumalizia, mheshimiwa, nimetoka Arusha kwenye mkoa wa utalii. Watanzania wanakushukuru sana katika sekta ya utalii. Mapato tuliokuwa nayo kwa mwaka
2021 ilikuwa dola bilioni 1.3. Chini ya uongozi wako ukaamua kuingia msituni, wewe mwenyewe ukawa tour guide namba 1, ukahakikisha naenda duniani kuambia waje waone vivutio vilivyo Tanzania. Leo hii Tanzania tumevuka malengo ya watu tuliowatarajia kutoka kwenye hesabu tulizokuwa nazo mpaka milioni 5.2. Hapa ninavyoongea tunazo fedha za kigeni bilioni 3.9, ongezeko la mapato kwa kazi inayotua. Mheshimiwa, ningeweza kusema mengi zaidi, lakini ndugu zangu wenye hoteli wanajua, ndugu zangu matua guide wanajua, ndugu zangu mapota wanajua, hata wanaouza simenti wanajua ya kwamba ongezeko la ujenzi wa vyumba ni ajira kwao. Naomba kusema maneno mawili ya mwisho. Mungu akulinde, Mungu akutunze. Na moja ya sifa yako, hauko tayari kuchokozeka kwa sababu unaitazama Tanzania iliyo bora zaidi chini ya uongozi wako. Tunakutakia kila laheri. Kanda ya Ziwa inakupa kula, kanda ya Kaskazini inakupa kula, Tanzania tunakupa kula, na kesho mapema. Mheshimiwa, hivi unavyoniona mimi, baada ya hapa naingia kwenye ndege, na sasa hivi kutoka Arusha kuja Mwanza tuna ndege yetu ya moja kwa moja. Hatupotezi muda. Naingia kwenye ndege naenda kwenye mabalozi. Saa 9 nitakuwa zangu Arusha nikiongea na mabalozi kuhamasisha watu wajitokeze kwenda kupiga kula. Naomba niwaombe wenye viti wa serikali za mitaa, niwaombe mabalozi, wajumbe wote wa mashina, tuhakikisha kwamba kwenye mashina yetu na mitaa yetu hakuna anayebaki. Kula zote kwa Daktari Samia ambaye ndio rais anayeweza kujibu kiu na matatizo ya wananchi wa Tanzania. Asanteni sana. Wana Mwanza oye!